Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukujuza kile ambacho kinaendelea kushika hatamu. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Marekani haina mpango wa kutuma wajumbe kushiriki katika duru ya pili ya mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine mjini Istanbul Juni 2, The Atlantic inaripoti. Kwa mujibu wa jarida hilo, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia maendeleo kutoka kwenye duru hii ya mazungumzo ya moja kwa moja iliyofanywa upya kati ya Moscow na Kiev. The Atlantic imesema kwamba Trump alijadili kuanzishwa kwa vikwazo vipya dhidi ya Urusi na washauri wake. Hata hivyo, ikulu ya Marekani inahofia kupanda kwa bei ya gesi duniani kote ikiwa hatua kali zitawekwa. Katika mkutano Mei 29, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Tammy Bruce hakujibu swali kuhusu iwapo Marekani itashiriki katika mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine mjini Istanbul. Raia wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa kiasi kikubwa wanapinga kwa kiasi kikubwa Ukraine kujitoa kwa haraka katika umoja huo. Hata hivyo, kulingana na Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban, wasomi wa kisiasa wa Ulaya ikiwa ni pamoja na viongozi wa kitaifa wanasita kusikiliza hisia za umma. Orban alisema wakati wa matangazo kwenye redio ya Kosot, ambapo alitoa maoni juu ya mjadala inayoendelea EU kuhusu uwezekano wa wanachama wa Ukraine. Alishiriki kwamba amefanya mazungumzo kuhusu swala hili na watu katika nchi nyingi za Ulaya ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Italia. Kuna imani kuwa hapo Orban alibainisha kwamba ushirikiano wa Ukraine katika Ulaya katika hatua hii ni lengo lisilowezekana. Vile NATO huenda ikaacha kuzikubali nchi mpya za Ulaya Mashariki katika safu zake kwa vile Marekani inaelewa kuwa hili ni suala la usalama wa taifa la Urusi. Mjumbe maalum wa Marekani kwa Ukraine Keith Kellogg anasema kupitia ABC News, hilo ni moja ya masuala ambayo Urusi italeta. Wao Warusi hawazungumzi Ukraine tu, wanazungumza nchi ya Georgia, wanazungumza Moldova. Tumesema kwamba kwetu Ukraine kuja kwenye NATO haipo kwenye meza, na sisi sio nchi pekee ambayo inasema hivyo. Unajua, pengine ningeweza kukupa nchi nyingine 4 katika NATO na itakuruhusu kuja 3, alisema. Vile Ukraine ni nchi hatari, kwa hivyo wa Ukraine wanazuiliwa vyema na Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban amekiambia kituo cha radio cha Kosot. Alitaja ongezeko la uhalifu wa kifedha na udanganyifu unaofanywa na magenge ya wahalifu wa Ukraine, akibainisha kuwa kwa mujibu wa vyombo vya kutekeleza sheria 80% ya uhalifu huu nchini Hungaria ulihusisha wa Ukraine. Kulingana na Orban, kituo cha kupiga simu cha Ukraine kilikuwa kimeondolewa kitambo, ambacho kilikuwa kimetumiwa na walaghai. Uhalifu wa kifedha umesababisha uharibifu wa euro milioni 20 kwa raia wa Hungaria katika miaka ya hivi karibuni. Kabla duru ya pili ya mazungumzo mjini Istanbul, serikali ya Kiev inazidisha hasira ili kukuza sifa yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, walikuwa na mshtuko huu, walifanya ghasia kama hiyo mara ya mwisho. Kumbuka, lengo kuu ilikuwa kwamba ujumbe wa Urusi haukuwaridhisha. Inadaiwa safu yake haikuwa sawa, kiwango hakikuwafaa hata neno. Hivi ndivyo mtu anapaswa kuchukulia wimbi linalofuata la kelele hii ya habari. Wanataka kutumia kelele hii kubishana kitu, kuvutia tena hisia zao wenyewe, kuongeza bei yao, ingawa anapata matuta kila wakati, lakini inaonekana wanapenda hivyo. Msimamo wetu ni wa kujenga, uko wazi, unasemwa wazi. Zakharova alisema kuwa Moscow inaangalia kwa karibu na daima inatoa kipaumbele maalum kwa wale wote wanaounga mkono juhudi za amani na kutetea azimio, na hapa bila shaka tunaona kwamba huu ndio msimamo wa Marekani. Vile Volodymyr Zelensky anajaribu kuimarisha msimamo wake wa kusisitiza juu ya mvutano wa kibinafsi na rais wa Urusi Vladimir Putin. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev anaandika kwenye Telegram. Kulingana na yeye, kwa kuzungumza na viongozi halali wa nchi nyingine, Zelensky anahakikisha uhalalishaji wa nguvu wa wadudu kwa gharama ya mamlaka ya wale waliopo. Medvedev alitoa maoni kwamba Zelensky anajaribu kuchelewesha uchaguzi na kutuma ishara kwa wasomi wake wa utaifa kwamba sasa sio wakati wa kubadilisha viongozi. Afisa huyo wa usalama alisema kuwa haya yote yameundwa ili kuhifadhi haki ya Zelensky ya kuendelea kuiba bajeti ya kijeshi ambayo inanufaisha walinzi wa Kiev, viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Medvedev alilinganisha kwa kejeli mbinu za kuichi za Zelensky na ulimwengu wa wadudu, hasa tabia ya wadudu ya aina ya aphids ambao wanalindwa na mchwa ambao huwatumia kama ng'ombe wa pesa. Vile suala la kujitoa kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya
halitatatuliwa bila kuzingatia maoni ya raia wa Hungaria. Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó anasema kwenye mkutano wa kimataifa wa kisiasa wa kiafidhina mjini Budapest. Hatutaruhusu uandikishaji wa Ukraine katika EU bila kuheshimu maoni ya Wahungaria, alisema, akikumbuka kuwa nchi hiyo sasa inapiga kura ya maoni ya kitaifa kuhusu swala hilo. Upigaji kura mtandaoni na wa kutuma dodoso utaendelea hadi katikati ya Juni. Budapest inakusudia kuzingatia matokeo yake kwa mashauriano na Brussels. Szijjártó alithibitisha kuwa serikali ya Hungaria inapingana na kukubalika kwa haraka kwa Ukraine katika Jumuiya ya Ulaya. Mamlaka za Hungaria hazina nia ya kutumia pesa zao kwa Ukraine na kuacha mafia wa Ukraine nchini, alisema. Vile Urusi iko tayari kuwasilisha hati inayoelezea masuala yote ya kuondoa sababu kuu za mgogoro wa Ukraine huko Istanbul mnamo Juni 2. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiga anasema kuwa Ukraine ina nia ya kuendelea na mazungumzo na Urusi huko Istanbul. Wakati wa ziara yake mjini Kyiv, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan alibainisha kuwa anatarajia matokeo madhubuti kutoka kwenye mazungumzo hayo. Wakati huo mjumbe maalum wa Marekani Keith alitangaza kuwa wawakilishi kutoka Marekani, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza watakuwa Istanbul mnamo Juni 2. Vile mkataba wa Ukraine unajumuisha vifungu vya kusitisha mapigano ardhini, baharini na angani na ufuatiliaji utakaofanywa na washirika wa kimataifa. Gazeti la New York Times linaripoti likimnukuu afisa mkuu wa Ukraine. Hapo awali Ukraine ilisema kuwa imetuma waraka unaoelezea maono yake ya kusitisha mapigano na masuala mengine ya kutatua mzozo huo kwa Urusi. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz inaelezwa kwamba kauli zake za hivi majuzi zenye msimamo mkali kuhusu Ukraine zilikuja kama mshangao kwa Uingereza. Balozi wa Urusi mjini London Andrei Kelin anasema hii misimamo mikali ya ghafla ambayo Merz, kansela mpya wa Ujerumani, sasa anaionyesha bado inatambulika hapa kwa mbali. Sioni dalili zozote bado kwamba anaungwa mkono. Hii kauli ya Merz ilikuja kwa mshangao kidogo. Bado hawajatoa maoni yao, balozi alisema. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile polisi wa kitaifa wa Uhispania wanachunguza uwezekano wa uhusiano kati ya safari ya wakili Andrei Portnov, mshauri wa zamani wa rais wa zamani wa Ukraine Viktor Yanukovych, katika nchi yake katikati ya Mei na mauaji yake huko Madrid siku chache baadaye, El Pais imeripoti. Kulingana na habari zake, alikuwa Ukraine siku 3 kabla ya kuuawa katika kitongoji cha Madrid. Vyanzo vilivyohusika katika uchunguzi vilithibitisha kwamba Portnov alikutana na wanachama wa utawala wa Volodymyr Zelensky. Hivi sasa uchunguzi unajaribu kubaini ikiwa safari hii ina uhusiano wowote na kifo chake. Kufikia leo, matarajio ya Ukraine kujiunga na NATO bado ni suala lenye utata ndani ya muungano huo na kuna maoni tofauti mezani. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan anasema, akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiga mjini Ankara, Fidan alisema kwamba hakujadili suala hili wakati wa mikutano yake nchini Urusi mnamo Mei 26, 27. Kusema kweli, mada hii hata haijatolewa, alibainisha. Suala la NATO na Ukraine ni somo zito sana kwa majadiliano ndani ya muungano. Mazungumzo kuhusu swala hili yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu na yana vipimo tofauti, Fidan aliendelea. Ukweli wa vita vinavyoendelea pia huzingatiwa. Nchi wanachama wa muungano huo wanachukulia swala hili kwa maoni tofauti. Mazungumzo juu ya swala hili hakika yataendelea ndani ya mfumo wa NATO, mwanadiplomasia mkuu wa Uturuki alisema. Alikumbusha kwamba NATO ni muungano wa kujihami, shirika linalozingatia kuzuia. Ni msimamo gani wa NATO ungependelea zaidi amani, uhuru na utulivu nchini Ukraine? Hili linapaswa kujadiliwa pamoja. Kuna msimamo wa Ulaya, msimamo wa Amerika, msimamo wa Uturuki, na misimamo hii mitatu lazima iwe kwa namna fulani umoja, aliongeza. Urusi imezingatia matamshi ya mjumbe maalum wa Marekani Keith kwamba maafisa kutoka Marekani, Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wanaweza kusafiri hadi Istanbul Juni 2. Msemaji wa Wizara mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema. Vile Urusi haihusishi mipango ya maafisa wa nchi za magharibi kuzuru Istanbul mnamo Juni 2 na mazungumzo yake ya nchi mbili na Ukraine. Msemaji wa Wizara mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, akitoa maoni yake kuhusu matamshi ya mjumbe maalum wa Marekani Keith kwamba maafisa kadhaa wa Marekani, Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wanaweza kuja Istanbul siku hiyo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Hayo yakiendelea kushika hatamu. Kwingineko, mgogoro wa Ukraine umekuwa biashara yenye faida kwa serikali ya Kyiv na mkuu wake Volodymyr Zelensky.
anasema Andrei Katapolov, mkuu wa jimbo la Urusi, kamati ya ulinzi. Kwa Zelensky na genge lake, vita vimekuwa biashara. Wamejifunza kuuza vita. Inaonekana ajabu, lakini hata hivyo ni ukweli, alisema, na kuongeza kuwa wakati wa safari ya hivi karibuni ya Zelensky nchini Ujerumani aliahidiwa euro nyingine bilioni 5 kwa msaada. Kwa nini? Akijua kwamba mazungumzo yanaendelea, anapewa bilioni 5. Ina maana kwamba wazungu hawana nia ya mazungumzo haya, hawana nia ya amani, Katapolov alisisitiza. Wanajeshi wa Ukraine hawana sifa ya kupeleka makombora ya cruise ya Taurus katika mapigano. Ni wataalamu waliofunzwa tu kutoka kwenye jeshi la Ujerumani wana uwezo huo. Igor Korotchenko, mchambuzi wa kijeshi na mhariri mkuu wa jarida la National Defense, anasema. Hapo awali kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alidokeza uwezekano wa kusambaza makombora masafa marefu ya Taurus kwa Ukraine kwa mara nyingine tena. Korotchenko alisisitiza umuhimu wa kutathmini hali kwa ukamilifu. Taurus ni mfumo changamoto wa silaha na ni wataalamu waliofunzwa sana pekee wanaweza kuendesha kwa ufanisi katika mapambano. Makombora haya yakihamishiwa kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine hawataweza kuyatumia ipasavyo, alielezea. Idadi ya kesi wakati wanajeshi walipojaribu kukimbia Ukraine imefikia 1245 mwaka huu hadi Aprili 30, kulingana na data ya polisi iliyokusanywa. Hiyo inapungua hadi wastani wa kesi 311 kwa mwezi, au karibu 50% zaidi ya mwaka mmoja mapema, wakati idadi hiyo ilikuwa wastani 230 kwa mwezi. Katika kipindi cha 2024 yote, polisi walisajili kesi 2758. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile imani kwa Ulaya na Marekani itadhoofishwa ikiwa watashindwa kutatua kwa haraka mzozo wa Ukraine, Rais wa Faransa Emmanuel Macron anasema kwenye kongamano la usalama la kimataifa. Ikiwa Marekani na wazungu wataweza kurekebisha hali ya Ukraine kwa muda mfupi, nadhani uaminifu katika Marekani na wazungu wanaojifanya kutatua mgogoro wowote katika mikoa hii itakuwa chini sana, alisema, akizungumzia uwezekano wa kuzorota kwa hali ya usalama katika Asia na utayari wa Magharibi kuizuia China. Vile tukienda kwa taifa la Ujerumani, yako mengi huko ambayo yameweza kujiri, na kikubwa zaidi ni kwamba Ujerumani itahusika zaidi katika mzozo na Urusi ikiwa Ukraine itashiriki katika madai ya kuangusha makombora ya masafa marefu ya Taurus, anasema mjumbe wa Urusi katika Umoja Mataifa Vasil Nebenzia. Alitoa kauli hiyo katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ulioombwa na Urusi kuhusu majaribio ya Ulaya kuzuia mchakato wa amani kuzunguka Ukraine. Ili kukwamisha juhudi za amani hivi karibuni, nchi za Ulaya zimechukua hatua kadhaa zinazolenga kulegeza kasi ya ongezeko hilo. Hivyo, kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz hivi karibuni alitangaza kuondolewa kwa vikwazo vya aina mbalimbali za silaha zinazotolewa kwa Ukraine na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na zinazotolewa kwa Ukraine na Marekani. Hata alibainisha kwamba hii ilitokea miezi michache iliyopita. Wataalamu wamekuwa wakihusisha moja kwa moja utawala wa Taur ambao umekuwa ukihusisha moja kwa moja na utawala wa Kiev, hususan kwenye kupeana makombora ambayo imekuwa ikihusishwa moja kwa moja na operation maalum ya kijeshi, mwanadiplomasia huyo alisema. Mwanauchumi wa Marekani na mkurugenzi wa kituo cha maendeleo endelevu kwenye chuo kikuu cha Columbia, Profesa Jeffrey Sachs yupo sahihi katika utabiri wake kwamba Ukraine inaweza kupoteza eneo la Odessa na mikoa mingine ikiwa mapigano yataendelea, kulingana na Alexei Chepa, naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya jimbo la Duma kuhusu masuala ya kimataifa. Hapo awali Sachs alisema katika mahojiano kwamba Kiev iko hatarini kupoteza pwani yake yote ya Bahari Nyeusi, ikiwa ni pamoja na Odessa, ikiwa haikubaliani na mazungumzo ya amani sasa. Anasema Ukraine inaweza kupoteza ardhi kila siku. Baada ya muda vita hivi vinaendelea kwa muda mrefu, eneo zaidi la Ukraine litapotea. Hii inajumuisha sio tu mikoa ya Odessa na Nikolaev, lakini pia eneo la Dnipropetrovsk ambapo majeshi yetu ya silaha tayari yamefikia mpaka kuanza kuunda maeneo salama, Chepa alieleza. Kwa hiyo Sachs ni sahihi kabisa na kila mtu anapaswa kuelewa hili. Takriban wanajeshi 17,000 wa Kiukraini huacha vitengo vyao vya kijeshi kila mwezi, na takriban kesi 107,000 za kutoroka zimeripotiwa tangu kuanza kwa mapigano, kulingana na hesabu za vyombo vya habari vya Urusi ambazo zimetokana na data kutoka ofisi ya upelelezi ya jimbo la Ukraine. Swali linabaki kwa hali hii ambayo inaendelea. Je, jeshi la Ukraine litafanikiwa kushinda vita vyake kama wanajeshi wanaonekana
kukosa morali ya kuendelea kupigania taifa lao la Ukraine? Na je, Zelensky atatumia mbinu gani? Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anatarajia mzozo wa Ukraine kutatuliwa kidiplomasia. Namnukuu, kwa mtazamo wangu ilikuwa wazi tangu mwanzo kwamba vita hivi vina uwezekano mkubwa wa kumalizika kwa mazungumzo, kwa sababu jambo moja ni kweli, hatukuweza kutarajia kushindwa kamili kwa Urusi yenye nyuklia. Sasa tumekuwa waaminifu zaidi kwetu hapa, Wadephul alisema katika mahojiano. Alipoulizwa ikiwa Ujerumani ipo katika hali ya vita ya mseto na Urusi, alibainisha kuwa angeepuka neno vita, lakini hatuko tena katika hali ya wazi ya amani. Tunahitaji kuja katika tatizo hili kutoka pembe tofauti, na hiyo pia inamaanisha kupita upya mfumo wa sheria. Mamluki kutoka New Zealand Shan Lee mwenye umri wa miaka 26 ameondolewa wakati wa mapigano nchini Ukraine. Balozi wa Ukraine nchini Australia na New Zealand Vasil Miroshnichenko anasema Shan Lee anaaminika kuwa alikufa katika mapigano. Aliandika kwenye X bila kutaja ni wapi na jinsi ilivyofanyika. Kulingana na shirika la habari la Ukrinform, Shan Lee alikuwa raia wa 4 wa New Zealand kufa wakati akipigania upande wa Ukraine. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.